Sio siri hapa, ndoa nyingi zinavurugika kwa sababu hii. Mwanamke moja katika vitu vinamfanya ashindwe kutoka kwenye ndoa kwanza ni hii. Mwanamume atakapokuwa vizuri, unakuta mwanamke anapigwa anarudi nyumbani kwao, siku mbili karudi kwake. Inakuwaje? Katolewa ngeu lakini karudi. Kuna kitu anakipata. Kile kitu hawezi kukipata sehemu nyingine yoyote ile pale. Idha kunta fi shay'in fakun fiha. Mtume anasema ukitaka kuwa kwenye jambo kuwa vizuri. Na kuna sehemu naambiwa atakiwa mwanamke kuonewa huruma ni sehemu hiyo. Unaona? Yaani pale akilia ndo anacheka na akicheka ndo analia. Sasa sehemu hiyo ili umfanye alie lazima umlize kweli. Huo ni Uislamu unaposema. Na wala sio mambo ya kizungu. Na wala sio mambo ya kuficha, kwa sababu ndoa nyingi za watu zimeharibika, sio za mashehe, sio za watu wa kawaida. Hapana. Sasa wewe kama una udhaifu huo na changamoto hizo unaona zinakukumba, wewe na mke wako chukueni mkono wa furaha. Mtu aliyokosa kitu hawezi kukitoa. Kama mwanamume hana nguvu za kiume hawezi kuzitoa kwa mwanamke. Na sehemu kubwa ya ndoa ni hii nguvu bwana. Na watu wamechanganya baadhi ya mambo. Sheikh Yusuf Diwani sasa hivi ukitembea Dar es Salaam kuna vifurushi. Na watu wanaamini vifurushi vile vinawasaidia kwenye nguvu za kiume. Kumbe wanajiongezea matatizo. Mtu kajaza muhogo, kajaza karanga, vile vifurushi anasema vinamsaidia. Kumbe kikanuni vinasaidia kuongeza mafuta na kufanya mbegu ziwe nyingi. Kwa mtu mwenye mimi wanaongea situmii sana balagha kwenye section hii kwa sababu watu wajulikana Mtu aliye na shida ya nguvu za kiume akiwa na mbegu nyingi ni ugonjwa ameuongeza. Kwa sababu kikanuni za kimaumbile na kila mwanaume anajua kwamba moja ya magonjwa ya mwanamume ni anapoianza ile safari basi inamalizika haraka. Na kitu ambacho hakiwezi kukwepeka. Mtu kama ana mbegu nyingi, sawa akiingia kwenye ile safari hawezi kujizuia kutumia muda mrefu. Hawezi kabisa. Kwa sababu zitamzidi, lazima ashushe mzigo kwanza, afu aanze tena upya. Sasa huyu mgonjwa yeye anakazana kula karanga na mihogo. Unategemea nini? Unategemea nini? Yeye amekazana kula vifurushi, manake anajaza mzigo wakati matairi yake hayana uwezo kubeba ule mzigo. Kwanza baadhi ya wataalamu wanasema nguvu za kiume sio ugonjwa. Kwamba ni ugonjwa special ambao unajulikana huu ni ugonjwa, ni udhaifu wa viungo vingi katika mwili ambao vinashirikiana. Kuna hormones maalum kazi yake ni kudhibiti hamasa tu. Na kuna hormones maalum kazi yake ni kudhibiti nguvu ya misuli na mzunguko wa damu. Alafu kuna mbegu, nacho ni kitu kingine. Sasa mkono wa Idi, maana yake mkono wa nguvu ya furaha, inakusaidia kwanza kurejesha uwezo wa ile misuli. Kwa maana zile hormones zinazorekebisha nguvu za misuli basi inasaidiwa kwa uzuri sana na mkono wa Idi. Katika eneo la ubongo kuna sehemu inaitwa hypothalamus, ina control hormone zote katika mwili wa mwanadamu. Kuna zile PH progesterone hormones pamoja na EH estradiol hormones. EH ni mother wa hormone za kike. Na PH ni mama au baba wa hormone za kiume. Kunapokuwa na dosari sehemu hizi, mwanamume anaweza kuwa anaenda kushiriki kwenye tendo lakini kukawa na vitu vitatu vina mawasiliano tofauti. Ubongo wake una mawasiliano tofauti na lile tendo. Lakini misuli yake ina mawasiliano tofauti na lile tendo, na mfumo wake wa mwili una mawasiliano tofauti na lile tendo. Sasa ubongo ukiwa na moyo, ubongo ukiwa na mawasiliano tofauti, moyo na mawasiliano tofauti, misuli na mawasiliano tofauti, mtu huyu hataweza kufanikisha. Utagundua kwamba wengi sana wanakwenda kushiriki kwa sababu moyo unakuwa na mawasiliano moja kwa moja na kile kitu, kwamba anapenda, anataka. Swala linakuja ubongo wake hauna mawasiliano. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, kama kawaida leo ni siku nyingine tena ya jukwaa la Dr. Said na Sheikh Yusuf Diwan Al-Ghazali, ikiwa inaruka hapa pa ofisini kwetu Mbagala Kizuiani, barabara kuelekea jeshini kila Alhamisi. Hivyo mimi nikualike tuende nawe sambamba kila inafikapo Alhamisi kwa ajili ya jukwaa bora kabisa, ambalo jukwaa hili linalenga kutoa elimu za aina mbali mbali. Na kama leo namna ambavyo unavyoona
tuko na mgeni wetu ikiwa sambamba Dr. Saidna Sheikh Saifuddin Al-Ghazali, na mgeni wetu ni Sheikh Hudi Hudi. Ni maarufu sana kwa mtu ambaye anafuatilia katika mtandao, unaweza ukabaini na ukamuona pia ana ladha katika usemaji, uzungumzaji, pia mzungumzaji mmoja mzuri sana. Nadhani yote hayo utakwenda kuyasikia hivi punde tu pindi atakapoweza kumkabidhi kipaza hichi naye aweze kutia neno. Kumbuka ofisi yetu tunapatikana Mbagala Kizuiani, barabara kuelekea jeshini, kila siku kuanzia majira saa 2 asubuhi mpaka saa 10 jioni. Lakini pia unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba 0748 86 97 33 au 0659 86 97 34. Unaweza kutupigia simu kwa namba hizo na kisha utaweza kupewa mwongozo ama ushauri uliokuwa bora kabisa katika yale ambayo huenda unapaswa unataka kujua zaidi kutoka kwetu biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Mimi sina la ziada, wakati huu nipeleke kipaza hichi kwa mgeni wetu ambaye ni Sheikh Hudi Hudi. Bila shaka unaweza ukasikia moja katika sifa yake ni namna ambavyo anavyoweza kuperform vizuri katika mic, na mimi nafikiri haya utakwenda kuyasikia hivi punde tu. Mimi sina la ziada, nimkaribishe kumwambia faltafadhali mashkura, mic na jukwaa hili ni la kwako, watu wako hadhiri kukusikiliza biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Wa alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwanza ninamshukuru Allah kwa kunijalia uhai, nguvu, afya na fursa ya kuweza kufika katika jukwaa la Sheikh Yusuf Diwani hapa leo. La pili nimshukuru yeye mwenyewe Sheikh Yusuf Diwani pamoja na kabineti yake kwa kunipa fursa na kuniona kuwa nafaa kuwa kama mgeni katika jukwaa hili. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama alivyotukutanisha hapa, basi atukutanishe peponi inshallah. Amin ya rabb. Tunywe pamoja na bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ikhwani, ndugu zangu mnifuatilia moja kwa moja jukwaa hili, ujumbe wangu wa leo ninauelekeza moja kwa moja kwa wale watu ambao wana changamoto na matatizo alafu wanatafuta sehemu za kutatua changamoto zao. Moja ya sehemu ambazo changamoto zetu zinatatuka ni kwa matabibu. Sasa kama ilivyo sasa hivi ulimwengu huu hasa wa mitandao una matabibu wengi sana, na ili halipingiki kwamba wako miongoni mwao wajuzi na wako ambao si wajuzi. Wako wenye wanajua kile wanachokifanya na wako ambao hawajui kile wanachokifanya. Na faida yake na athari zake, yule aliyekuwa sahihi, mjuzi na anayejua kile anachokifanya anakuwa ni msaada kwa jamii. Na yule ambaye hajui anachokifanya anakuwa si msaada bali ni madhara kwa jamii. Sasa mimi kwa muda huu mfupi ambao ninao biidhnillah ta'ala, wewe unayetufuatilia nitakukumbusha tu juu ya sifa tatu ambazo sifa hizi ukimuona nazo tabibu, basi ni tabibu wa kumkimbilia, kwa maana atakufaa. Na lakini ukabaini kwamba tabibu uliye naye hana sifa hizi tatu ambazo nitazitaja sasa, basi huyo sio tabibu ambaye inakupasa wewe kuweza kumkimbilia. Na mahali shahidi, alhamdulillah, nipo katika jukwaa la Sheikh Yusuf Diwani, maana yake nimefika sehemu ambako nina uhakika kabisa pana hizo sifa ambazo mimi ninahitaji kuzizungumza. Ikhwani fil iman, tunapozungumzia tiba hasa hizi zinazotokana na mambo ya mashaitani, majini na uchawi, tunazungumzia ni maombi baina ya Mwenyezi Mungu na mja wake. Yani mja anamuomba Allah amuondoshe matatizo. Sasa hapo kuna kuwa na mtu mmoja au wawili, kuna kuwa na mgonjwa yeye mwenyewe direct akamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, anakuwa ni tabibu wa maradhi yake. Na wakati fulani kwa sababu ya kutokuwa na uelewa juu ya masala ya tiba, tunalazimika kumtafuta mjuzi anayejua atusimamie katika tiba. Zingatia hapa, tabibu jukumu lake ni kukusimamia wewe mgonjwa katika tiba, wala si kukutibia. Yeye anakusimamia kwa sababu yeye anakusaidia yale mambo ambayo pengine wewe huyajui. Sasa yeye anakuongoza kwenye yale mambo. Sasa tabibu huyu anapaswa kusifika na mambo matatu. Jambo la kwanza kabisa, zikiwa ni nukuu kutoka kwa wanawazuoni mbalimbali,
wataalamu wa masuala ya tiba, na mimi nimemnukuu al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawzi. Ibn al-Qayyim al-Jawzi akimzungumzia tabibu, anasema tabibu anatakiwa ayatahalla bisifati tauhid, anatakiwa ajipambe kwa sifa ya tauhid. Hiyo ni sifa nambari moja. Kama sifa hii atakuwa nayo tabibu, huyo tabibu anafaa kumkimbilia. Lakini kama sifa hii tabibu hatakuwa nayo, basi haipaswi kabisa kumsogelea, kwa sababu anaweza kukuingiza katika kufuru nzito kabisa. Kwa nini tauhidi? Tauhidi ni mafungamano ya moja kwa moja baina ya mja na Mola wake. Hapa inakuwa yule mja anamwamini Mwenyezi Mungu 100%. Tena si tu kumwamini Allah Subhanahu wa Ta'ala, isipokuwa anakuwa anamtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tena Ibn al-Qayyim al-Jawziyya anasema anatakiwa yanbaghi ayatahalla bi sifati tauhid hatta yu'tharu fi lisanihi wa qalbihi. Anatakiwa ajipambe kwa sifa ya kitauhidi mpaka ile tauhidi iathiri qalbihi, moyo wake yeye mwenyewe tabibu, iathiri ulimi wake kwa maana ya maneno anayoyazungumza, lakini pia iathiri matendo yake anayoyafanya. Sasa ukitaka kumjua kwamba tabibu huyu ana athari ya tauhid, muangalie kwenye maneno yake anayozungumza. Mara nyingi sana kitauhidi iko hivi: unapotaka kufanya jambo lolote, basi sema kwa idhini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, utapona kwa idhini ya Allah. Lakini ukimkuta tabibu anasema mimi ndio bingwa kiboko, hakuna kama mimi, alafu kwenye maneno yake bora aseme bingwa, alafu aseme kwa idhini ya Allah Subhanahu wa, lakini maneno yake yakawa mimi ndio bingwa kiboko, hakuna kama mimi, basi moja kwa moja huyo sio tabibu. Moja kwa moja huyo hana tauhidi, kwa sababu anajiamini yeye mwenyewe anajiamini. Ibn Salam Bali katika kile kitabu cha kitabu kidogo kile cha masuala ya tiba kile Asarimul Batari fi Tasadi al-Hisrat al-Ashrari, siku moja wakati anaelezea, wakati anapambana na masuala ya majini, anabishana na majini, jini anamwambia unataka kunitoa, akamwambia hapana, mimi sina mpango kutoa. Nawezaje kutoa aliyekuwa mimi sikuoni, sikujui? Mimi nakwambia kuhusu Allah, una maamuzi wewe ya kutoka uepukane na adhabu za Allah au achane nazo. Kwa nini? Huyu mtu alijipamba na sifa ya tauhidi, na ndio maana aliweza kuwashinda wengi. Lakini kuna kauli moja, huyu Ibn al-Qayyim al-Jawzi anasema hivi, fasalahu, anasema fasalahu silaha bidharibihi, yani silaha halisi inatizamwa kwa ule yani kwa ule mpigaji wake. Arruqyatu silahun wasalahu bidharibihi. Ruqya ama tiba ni silaha, na silaha inaangaliwa na nguvu ya ule mpigaji. Anapigaji anasema la bihaddihi faqat, sio kwa kuangalia ukali wa silaha. Kwa maana yake ni sawa sawa na kusema vipi, kuna watu walikufa kwa kupigwa na fimbo, alafu kuna watu ni wazima na walikatwa na mapanga. Ni kwa nini? Panga ndio linasifika kwa ukali, naweza likaua, sio fimbo. Lakini mpigaji wa fimbo alitumia nguvu kupiga, lakini mkataji wa panga alikuwa na nguvu dogo katika kukata. Sasa mtu mwenye tauhidi, nguvu yake ya ndani ni nguvu ya imani, ni nguvu ya tauhidi. Mtu huyu akipiga pigo kwa mashaitani, basi mashaitani huwa wanaumia. Famata kana salahu silahan tama la afata bihi wasaidu saidan qawiya. Maneno haya mawili yameyatumia Ibn al-Qayyim al-Jawzi. Famata kana salahu silahan tam, pale ambapo silaha inapokuwa imekamilika, lakini akasema wasaidu saidan qawiya, na msaidiaji wa ile silaha, mbebaji, akawa ni saidan qawiya, yeye mwenyewe ana nguvu. Mwishoni anasema kwamba annakayatu fil aduwi hasalat annakayatu fil aduwi. Sasa ukali na pigo na madhara kwa adui yanamfika mapema. Kwa hiyo kama mtu yeye anapambana katika kufanya tiba, lakini hana iman, hana ikhlas kwenye matendo yake, kwenye maneno yake, kwenye moyo wake, hata ile nguvu ya kupambana na mashetani hakuna. Anawezaje kumkemea jini ambaye yuko ndani ya mwili, hali yeye amuone anamtegemea Allah, alafu bado anajikubali yeye? Yaani anajikubali yeye, lakini anapambana na adui ambaye yeye hamuoni, anategemea Allah ndio atamuondoa. Nimalizie kwenye kipengele hiki, kwenye kipengele hiki cha tauhidi, kwamba inawezekana
mtu akawa anapambana na kitu kwa sababu tunategemea kwamba tunamtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Siku moja katika Salamul Batari ameeleza kwenye kitabu kidogo hicho cha tiba, wakati anapambana na yule shaitani wa kijini, yule jini akamwambia saakhruj walakin bi sharti, nitatoka lakini kwa sharti. Yule mualij anamuuliza haya sharti gani? Anamwambia nitatoka kwa huyu mgonjwa wa adkhulu fika anta, alafu naingia kwako. Yule tabibu akamwambia toka hapo wadkhulu fiya inistata'ta, toka na uingie kwangu ukiweza. Sio amebingwa uniwezi, toka ukiweza ingia. Yule shaitani wa kijini akapiga kelele akalia, akamuuliza haya wama alladhi bikaika, akasema la yastati'u ayyul jinniya yadkhula fika al-yawm, hawezi jini yote kuingia kwako leo. Kwa nini? Ingelikuwa ni mtu asiyekuwa na tauhidi pale, angejisifu, unaona mimi bingwa bwana, mimi kiboko. Lakini alimuuliza kwa nini, akasema kwa sababu wewe qulta fi sabah la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli shay'in qadir, kwamba wewe ulimtaja Allah 100 marat. Mtu yule akajibu vipi? Sadaqa rasulullah, amesema ukweli mtume wa Allah. Man qala hina yusbih, mwenye kusema patakapokucha la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir, hatudhuriwa na chochote mpaka jua litakapozama. Alirejea kwa maneno ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sasa kwa sababu ya muda, ndugu yangu mpenzi mtazamaji, tabibu sifa yake ya kwanza anayotakiwa kujipamba nayo ni sifa ya kitauhidi. Na utajua kwamba tabibu wako amejipamba na sifa ya tauhid pale anapopunguza kujisifia yeye na kumsifu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yani pale anapopunguza kujisifia yeye. Lakini ikiwa kwenye maelezo yake maneno mengi sana ni ya kujisia, mimi bingwa. Unajua sifa zipo, lakini ya kusifia mtu. Sio wewe mwenyewe, sio mtu aseme huyu bingwa, huyu ana uwezo, ama sio huyu yuko vizuri. Hii wala haina shida. Kwa sababu yule anayekusifia yeye anakusifia kwa sababu anakujua. Ila kanuni sisi tunakuwa tujijui. Na ndio maana msemaji mmoja akasema al-ilmu 3 darajat, elimu ina madaraja matatu. Idha wasala al-insanu ila al-ula, akifika mwanadamu kwenye ile shibri ya kwanza, takabara, huwa anakuwa na kibri. Wa idha wasala ila thani tawadha, akifika daraja la pili la elimu anaanza kuogopa na nyenyekea. Lakini akifika daraja la 3 yaalamu annahu la yaalamu, anaanza kujiona yeye nothing, hajui chochote. Ndio pale unakuta tabibu ambaye mjuzi wa tiba, yeye atamsifia Allah, ataeleza, lakini binafsi umsikia akisema mimi bingwa bwana, au sio mimi natisha bwana. Kwa nini? Huyu akafika daraja ya 3 ya maarifa, kaanza kujiona hajui. Lakini walio pembeni yake wanajua huyu anajua. Sasa wanasema huyu anafahamu. Na mwisho kabisa kuna msemo mmoja, kauli moja ya kibalagha, wanasema kullama qawiya at-tauhidu qawiya at-ta'thir. Kadiri inavyokuwa na nguvu tauhid, na athari inakuwa kubwa. Ni kadiri nguvu ya tauhid inapokuwa kubwa katika moyo wa mtu, na athari inakuwa kubwa. Ile jambo la kwanza, ndugu yangu, ukitaka tabibu aliyo sahihi kwenye maisha yako, hebu mchunguze yule aliyojipamba na sifa za kitauhid, kwa maana yeye mwenyewe maneno yake yanamtukuza zaidi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ni dhahiri anamtegemea Allah, ni dhahiri anaamini kwamba hata yeye si chochote mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuanzia kwenye maneno yake, kwenye matendo yake na moyo wake. Na sifa mbili hizi nitazifanya kwa ufupi sana za mwisho. Sifa ya pili, ayakuna alima bi ahwali aljinni wa shayatin, awe mjuzi juu ya hali za mashaitani na majini. Kwa sababu huyu ni tabibu anatutibia kulingana na majini pamoja na mashaitani. Lazima awe kwanza anawajua. Maana kama humjui, wanasema mkosaji wa kitu katika ile fani moja, mambo ya balagha na mashayikh man, akikosa yani aliyekosa kitu la yuti, hawezi kukitoa kwa sababu hana kile kitu. Maana yake kama huna ilmu ya tiba huwezi kutibia uhalisia, kwa sababu ile ilmu hauna. Lakini lazima awe mjuzi, japo hili ni gumu sana kwa watu wa kawaida kulielewa, tabibu anajua ama hajui. Lakini ukirudi kwenye sifa ya kwanza kitauhidi, basi huyu mtu lazima akijisimama kwenye tiba atakuwa anajua. Kwa sababu ile tauhidi itamkataza kuzungumza vitu ambavyo hana ujuzi navyo. Ile tauhidi itamkataza kusimamia kitu ambacho hakijui. Kwa hiyo sifa ya pili, awe mjuzi, awe msomi wa masuala ya tiba. Yani angalau kusoma si kujua kila kitu.
Wanasema afdhalul ilmu ilmul hal, bora elimu ni ile elimu ya hali, katika mambo yanayotuka kwa wakati huo. Sasa angalau hajui chochote, lakini yule jini mahaba anemzungumzia namjua. Hajui tiba zote, lakini angalau uchawi akifungwa anaozungumzia anaujua. Moja katika vitu ambavyo kiukweli kabisa, na hizi nasaha kwa matabibu wengi sana, na ukitaka kujua kwamba tuko tofauti tofauti, msikilize tabibu anapomzungumzia mchawi anavyopaa. Sasa utawakuta matabibu tofauti tofauti kwa staili moja, lakini kuna mchawi anapaa kwa njia hii. Kwa hiyo utagundua kwamba hapa kuna vitu vingine vinazungumzwa tu, ama sivyo? Kila mtu akizungumzia jinsi mchawi anavyopaa. Sasa anashauri kwamba kwa idhini ya Mwenyezi Mungu, ili tiba zetu ziwe na baraka, basi tuzingatie hilo. Jambo la mwisho kabisa, ayakuna adilan, awe muadilifu pia. Tabibu awe muadilifu, kwa sababu uadilifu pia unamjenga kufanikisha lile jambo lake. Kwa hiyo pia utamjua, na hasa ukiwa wewe ni mgonjwa, tabibu wako, mara nyingi matabibu wetu nakuta ukishampenda unaenda kwake mara 2, mara 3, mara 4, ni rahisi kumjua huyu ni muadilifu, huyu ana tauhidi, huyu ana ujuzi na hili. Ukishafahamu basi kun fiha katika hilo jambo, na Allah atakufanyia wepesi. Ninasema hivyo kwa sababu kuna watu wana matabibu wao na wanajua kabisa kwamba huyu tabibu hana kitu, lakini kwa sababu kuna vitu fulani ambavyo yeye nafsi yake inavipenda ndo tabibu yule anavyo, basi yeye anadili na vile. Huyu bwana anasema ni kiboko kwenye mambo ya biashara, kikupa dawa yake kwenye biashara kila kitu kinakuwa sawa sawa. Sasa haujali tabibu ni wa aina gani, kwa sababu tu dawa yake kukupatia na kuwa sawa sawa, wewe unaenda kudili naye. Matokeo yake, athari yake inakuja kuwa ni kubwa. Ndugu zangu, huo ni ujumbe wangu ambao mimi nimeona kufikisha kwa siku ya leo, kwamba hizi sifa 3 anapaswa kuwa nazo tabibu, na ili tiba zetu ziwe na baraka, kwa sababu hasa tiba yako ikakupeleka motoni na uende kakupeleka peponi, kwa sababu kujitibia ni ibada. Ukijitibia kwa khairi, kwa njia iliyokuwa sahihi, wewe na tabibu wako mtakutana tena peponi. Lakini mkikosea masharti ya kujitibia, wewe na tabibu wako mtakutana motoni. Sasa hili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuepushe nalo. Na alhamdulillah, ukimwangalia Sheikh Yusuf Diwani utagundua ushahidi wa haya ambayo tunayasema. Klipu zake nyingi sana, ukimwona katika darasa zake nyingi utakutana na sifa hizi ambazo tunaisema. Na ndio maana mimi nimechagua jukwaa hili leo kufika, kwa sababu najua ni mahala sahihi. Utaona darasa za Sheikh Yusuf Diwani kwanza zimejaa tauhid. Neno biidhnillah ta'ala limekuwa kama ni chakula chake, kwa sababu ya uimara wa tauhidi katika moyo wake. Lakini kadhalika ilmu ni dalili ya wazi, hata asiyejua anajua kwamba yule anazungumza anachokijua. Tunajua kwamba fawqa kulli dhi ilmi alim, lakini kile Sheikh Yusuf Diwani anakizungumzia ni kitu ambacho anakijua vizuri kabisa. Lakini pia ni muadilifu, na ndio maana yupo, na huwezi kusikia skendo mbovu za Sheikh Yusuf Diwani kwa sababu ya uadilifu. Na sisi tunamwombea dua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amjaze imani katika hilo. La mwisho kabisa, na mimi katika vitu vilivyowahi kunivutia sana, ni moja ya vile ambavyo Sheikh Yusuf Diwani anaviandaa kwa sababu ya ujuzi na maarifa ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemjalia, basi ni hii kitu inaitwa mkono wa Idi. Kuna wakati bwana, ukisikia mkono sio kawaza hichi kiganja cha mkono. Sawa, kwa sababu ukisikia mkono, lugha za kibalagha zinamaanisha mkono ndio kiungo cha kwanza chenye nguvu katika mwili wa mwanadamu. Chochote, yani mtu ajiokoe atakavyojiokoa, mkono ndio kitakuwa kitu cha kwanza atakachojitumia kujiokoa nacho. Anataka kujisaidia mtu huyo, basi kiungo cha kwanza atakitumia kujisaidia nacho ni mkono. Kwa hiyo inapotumika mkono kibalagha, sio mkono huu kiganja cha mkono inakuwa ni powerful, ile nguvu na uwezo. Alafu Idi ni sikukuu, sivyo? Idi ni sikukuu. Kwa hiyo kwa lugha nyepesi, mkono wa Idi ni nguvu ya furaha. Sasa nguvu hii wapi na furaha hii wapi? Nguvu hii inazungumziwa nguvu ya mwanamume. Nguvu ya mwanamume. Tumesema faqdi shay'in la yu'ti. Mtu aliyokosa kitu hawezi kukitoa. Kama mwanamume hana nguvu za kiume, hawezi kuzitoa kwa mwanamke. Na sehemu kubwa ya ndoa ni hii nguvu bwana. Na watu wamechanganya baadhi ya mambo. Sheikh Yusuf Diwani sasa hivi ukitembea Dar es Salaam kuna vifurushi, na watu wanaamini vifurushi vile vinawasaidia kwenye nguvu za kiume. Kumbe wanajiongezea matatizo. Mtu kajaza muhogo, kajaza karanga, vile vifurushi anasema vinamsaidia. Kumbe kikanuni vinasaidia kuongeza mafuta na kufanya mbegu ziwe nyingi. Kwa mtu mwenye mimi wanaongea, situmii sana balagha kwenye section hii kwa sababu watu wajulikana
mtu aliye na shida ya nguvu za kiume akiwa na mbegu nyingi ni ugonjwa ameuongeza. Kwa sababu kikanuni za kimaumbile na kila mwanaume anajua kwamba moja ya magonjwa ya mwanamume ni anapoianza ile safari basi inamalizika haraka. Na kitu ambacho hakiwezi kukwepeka. Mtu kama ana mbegu nyingi, sawa akiingia kwenye ile safari hawezi kujizuia kutumia muda mrefu. Hawezi kabisa. Kwa sababu zitamzidi, lazima ashushe mzigo kwanza, afu aanze tena upya. Sasa huyu mgonjwa yeye anakazana kula karanga na mihogo. Unategemea nini? Unategemea nini? Yeye amekazana kula vifurushi, manake anajaza mzigo wakati matairi yake hayana uwezo kubeba ule mzigo. Matokeo yake akiingia kwenye tope gari imekwama, mbona mzigo umejaa vizuri kumbe. Sasa mkono wa Idi huu, moja ya sehemu ya msaada alichozingatia Sheikh Yusuf Diwani kwa material yaliyomo humu ni kwenda kurekebisha hormones katika mwili wa mwanadamu na utendaji wake wa kazi. Kwanza, baadhi ya wataalamu wanasema nguvu za kiume sio ugonjwa, kwamba ni ugonjwa special ambao unajulikana huu ni ugonjwa, ni udhaifu wa viungo vingi katika mwili ambao vinashirikiana. Kuna hormones maalum kazi yake ni kudhibiti hamasa tu. Na kuna hormones maalum kazi yake ni kudhibiti nguvu ya misuli na mzunguko wa damu. Alafu kuna mbegu, nacho ni kitu kingine. Sasa mkono wa Idi, maana yake mkono wa nguvu ya furaha, inakusaidia kwanza kurejesha uwezo wa ile misuli. Kwa maana zile hormones zinazorekebisha nguvu za misuli basi inasaidiwa kwa uzuri sana na mkono wa Idi. Katika eneo la ubongo kuna sehemu inaitwa hypothalamus, ina control hormone zote katika mwili wa mwanadamu. Kuna zile PH, progesterone hormone, pamoja na EH, estradiol hormones. EH ni mother wa hormone za kike. Na PH ni mama au baba wa hormone za kiume. Kunapokuwa na dosari sehemu hizi, mwanamume anaweza kuwa anaenda kushiriki kwenye tendo, lakini kukawa na vitu vitatu vina mawasiliano tofauti. Ubongo wake una mawasiliano tofauti na lile tendo, lakini misuli yake ina mawasiliano tofauti na lile tendo, na mfumo wake wa mwili una mawasiliano tofauti na lile tendo. Sasa ubongo ukiwa na, yani moyo, ubongo ukiwa na mawasiliano tofauti, moyo na mawasiliano tofauti, misuli na mawasiliano tofauti, mtu huyu hataweza kufanikisha. Utagundua kwamba wengi sana wanakwenda kushiriki kwa sababu moyo unakuwa na mawasiliano moja kwa moja na kile kitu, kwamba anapenda, anataka. Swala linakuja ubongo wake hauna mawasiliano. Misuli haina mawasiliano. Kwa hivyo mkono wa Idi ni katika dawa zilizowahi kuthibitishwa, zinaitwa mujarrabat. Ukisikia kitu ni mujarrabu, maana yake kimetumika, kikaleta manufaa, kikatumika tena mpaka jamii ikajithibitishia hiki kinafaa kutumika. Maana yake si mtu mmoja. Kipata mkono wa Idi, maana yake umepata furaha, unarejesha furaha katika ndoa yako. Sio siri hapa, ndoa nyingi zinavurugika kwa sababu hii. Mwanamke moja katika vitu vinamfanya ashindwe kutoka kwenye ndoa kwanza ni hii. Mwanamume atakapokuwa vizuri, unakuta mwanamke anapigwa, anarudi nyumbani kwao, siku mbili karudi kwake. Inakuaje? Katolewa ngeu lakini karudi. Kuna kitu anakipata. Kile kitu hawezi kukipata sehemu nyingine yoyote ile pale. Idha kunta fi shay'in fakun fiha. Mtume anasema ukitaka kuwa kwenye jambo kuwa vizuri. Na kuna sehemu naambiwa atakiwa mwanamke kuonewa huruma ni sehemu hiyo. Unaona? Yaani pale akilia ndo anacheka na akicheka ndo analia. Sasa sehemu hiyo ili umfanye alie lazima umlize kweli kweli. Huo ni Uislamu unaposema. Na wala sio mambo ya kizungu. Na wala sio mambo ya kuficha, kwa sababu ndoa nyingi za watu zimeharibika, sio za mashehe, sio za watu wa kawaida. Hapana. Sasa wewe kama una udhaifu huo na changamoto hizo unaona zinakukumba, wewe na mke wako chukueni mkono wa furaha. Nendeni mkatumie. Tena zimezingatiwa, hakuna athari kwa sababu hii ni natural chemical. Hakuna dawa isiyokuwa na kemikali, lugha za kitabibu zinasema, isipokuwa kemikali zimegawanyika sehemu mbili. Kuna artificial chemical na natural chemical. Artificial chemical ni zile za kutengeneza. Lakini natural chemical ni zile mimea yenyewe ya asili inakuwa na kemikali zake za kiasili. Ukitumia kwa maelekezo maalum ya kidaktari, wallahi umekuwa vizuri. Hem, jaribu mkono wa, yani nguvu ya furaha hii ambayo mimi nimeita nguvu ya furaha, mkono wa Idi, alafu yone furaha itakavyo
kurejea katika familia yako. Tena tumia wewe na mke wako, inakuwa khair. Na uzuri wake ni kwamba hii haitokusaidia kwenye swala hilo peke yake. Itakusaidia kuweka sawa sawa ubongo wako. Wale watu wenye stress, dawa yote ile ya nguvu za kiume iliyokuwa sahihi inamsaidia mtu kuondosha stress zinazomsumbua, inamsaidia mtu kuondosha maradhi ya pressure, ama sivyo inamsaidia mtu kuweka mwili wake sawa sawa na kuondosha zile udhaifu mbalimbali wa mwili. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie haya yote tuliyosema yakafanya kazi katika maisha yetu, na mimi nikiwa na furaha kabisa hichi kimoja nitaondoka nacho, si kwa sababu nina matatizo, ila kwa sababu haya maisha bwana na mtihani tunapishana kwenye gari na magonjwa mengi. Unaweza ukatoka hapo kwa Sheikh Sufidiani huko vizuri, ukafika nyumbani akakuuliza yako wapi sasa. Sasa lazima nijiandae. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.